Ukraine imeweza kuishutumu Urusi kwa shambulio la uongo huko Sudzha mkoani Kursk, ambako katika undani wa taarifa hii ambayo imeripotiwa siku ya leo ni ya kuwa Ukraine iliweza kuishutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi kituo cha mita za gesi cha Sudzha katika jimbo la Kursk katika jaribio la kuilaumu Ukraine, ambako vyombo vya habari vya Urusi hapo awali viliweza kudai ya kuwa vikosi vya Ukraine vilikuwa vimeshambulia kituo kikuu cha kupitisha gesi ambacho kinachukua jukumu muhimu katika usafirishaji wa gesi ya Urusi kwenda Ulaya. Katika chapisho kwenye jukwaa la kijamii la Facebook, wafanyakazi wakuu kutoka Ukraine walisema ya kuwa shutuma hizo hazina msingi na ni sehemu ya kampeni ya kukashifu dhidi ya Ukraine, ambako kituo kilichotajwa mara kwa mara kilipigwa makombora na Warusi wenyewe. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine wamesema hivyo. Kulingana na jeshi la Ukraine, Urusi pia hapo awali huwa imeshambulia kituo kimoja kwa mabomu ya angani, ikiwemo shambulio la siku 3 zilizokwisha kupita. Wafanyakazi wakuu pia walidai ya kuwa vikosi vya Urusi vilikuwa vimetumia bomba kuu la gesi karibu na kituo hicho kuficha harakati za askari. Warusi wanaendelea kuzalisha bandia nyingi na kutafuta kupotosha jumuiya ya kimataifa. Tunakuomba uamini vyanzo rasmi tu, uhakikishe habari na usikubali kudanganywa. Taarifa wafanyakazi wakuu wa Ukraine imeweza kueleza hivyo. Mapema katika mwezi huu Machi, Ukraine pia iliweza kutoa video ya kile kilichokisema ya kuwa ni makundi ya hujuma na mashambulizi ya Urusi yakitumia bomba la gesi kupata mkondo kwenye viunga vya Sudzha katika jimbo la Kursk nchini Urusi. Tukio la hivi karibuni pia linakuja wakati Ukraine ilithibitisha kujiondoa kwake kutoka mji wa Sudzha kufuatia maendeleo makubwa na ya haraka ya Moscow. Awali Kyiv ilizindua uvamizi wa kuvuka mpaka katika oblast ya Kursk mwezi Agosti mwaka uliopita, lakini inaripotiwa imepoteza sehemu kubwa ya eneo hilo katika wiki za hivi karibuni. Hatua hiyo ilifuatia wito kati ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo Putin alikubali kusimamisha mgomo katika miundombinu ya nishati ya Ukraine. Pia mnamo Machi 19, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema amekubali pia kusitisha migomo dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi katika mazungumzo ya simu na Trump. Pia taarifa nyingine ambayo imeripotiwa siku ya leo kutoka huko nchini Ukraine ni kuhusu Urusi kuwa ilifanya mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani huko Odessa. Urusi iliweza kuzindua shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani kwa Odessa wakati wa ziara ya rais wa Cheki Petr Pavel siku ya jana Machi 20. Alisema alifika huko Odessa nchini Ukraine ambayo imekuwa ikipinga uvamizi wa Urusi tangu mwanzo wa vita. Pavel aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani ikifahamika kama Twitter. Naibu waziri mkuu wa marejesho ya Ukraine Oleksiy Kuleba baadaye alisema ya kwamba wakati wa mkutano wake na Pavel, Urusi iliweza kuzindua vikundi vitatu vya ndege zisizo na rubani aina ya Shahedi jijini humo. Ilikuwa wakati wa mkutano wetu ambapo Urusi ilizindua vikundi vitatu vya Shahedi kwenye jiji hilo. Ulimwengu mzima uliostaharabika unapaswa kuona uhalifu wa Urusi dhidi ya Ukraine, Kuleba aliandika hivyo. Watu watatu walijeruhiwa wakati wa shambulizi hilo na miundombinu ya kiraia iliweza kuharibiwa. Gavana kutoka Odessa anayefahamika kama Oleg Kipel alisema hivyo pia baada ya shambulizi hilo. Maafisa hao waliweza kujadili usalama wa baharini, ujenzi mpya wa baada ya vita na maendeleo ya kijamii, ambapo Kuleba aliweza kuangazia hitaji la dharura la juhudi za uchimbaji madini. Kuleba alimwambia Pavel kuhudhuria mkutano wa ujenzi upya wa Ukraine unaotarajiwa kufanyika mjini Roma msimu huu wa kiangazi, yani 2025. Shambulizi hilo dhidi ya miundombinu ya Odessa linakuja siku mbili tu baada ya rais wa Urusi
Vladimir Putin kukubali kusitishwa kwa mapigano kwa sehemu na kuahidi kusimamisha mgomo katika miundombinu ya kiraia na nishati ya Ukraine kwa siku 30. Odessa, bandari kuu ya Bahari Nyeusi iliyo na wakazi wapatao milioni 1, imekuwa ikilengwa mara kwa mara na ndege zisizo na rubani za Urusi na mashambulizi ya makombora katika kipindi chote cha vita tangu Februari ya mwaka 2022.